Nafsi, Waturuki kuna matendo ya muhimu ya kiwanja wameyafanya yote. Kuna wakati tutazungumza kukwama, lakini kuna wakati tunakwenda kuangalia eneo gani opponent alikuwa bora. Australia ubora wa kutumia nafasi chache, lakini ubora wa golikipa wa Australia. Kwa sababu leo tunazungumza on target ambazo wamesave hatari. Foul ya Çalhanoğlu, mpira wa Arda Güler, mpira wa Yilmaz, huu wa mwisho hapa. Imagine kama golikipa anakuwa wanasemaga on your toes. Yani makocha wa magolikipa huwa wanasema on your toes. Yani muda wote acheze kwa kusimamia vigoli. Na hapo kuwa haraka. Na hapo muda tuangazie hizo takwimu ambazo unazigusia hapa. Umiliki wa mchezo Australia 30%, lakini wameondoka na magoli mawili. Licha kwamba Uturuki walikuwa na 59% attempt, mashuti 30 dhidi ya 9. Lakini angalia pale attempt on target ambayo yamelenga lango ni 4 kati ya 9. Ni 5 tu ambayo hayajalenga lango. Lakini angalia kwa Uturuki 30 dhidi ya 8. Hiyo ndio ufanisi tulikuwa tunazungumza. Kama timu inapiga mashuti 9, 4 yanalenga lango, ni nusu ya 50%. Sababu nusu ya 9 ni 4.5, ndio hiyo 4 tuseme, sio? 50% wao wameconvert. Malizia tu around kwenye conversion rate kabisa. Sawa. Lakini angalia mashuti ambayo Uturuki wamepiga 30, 8 peke yake ndio yamelenga lango. Maana yake hata 50% haijafika. Sababu 50% ya mashuti 30 ingekuwa mashuti 15, si ndio? Kwa hiyo unaongelea ni kama 26, 27, 28 tu. Kwa hiyo unaweza kuzungumza vitu vingi sana, lakini bado utakuja kupigia mstari kitu kimoja cha muhimu sana. On target 8 ni maana yake majaribio yaliyokwenda kwenye frame ya goli hayajagonga mwamba wala hayajagonga ile crossbar mwamba wa juu, ni straight kwenye goal. Maana yake unarudi kumzungumza goalkeeper Beach kutoka Australia, kazi kubwa ambayo ameifanya. Lakini ukijibia hilo swali la Saidi, approach ya mchezo mapema tu ya Australia ilishakuwa kikwazo kwa Uturuki. Bobovic alikuja na 5-4-1 kama tunakumbuka. Ana wale ma center back watatu, Sot katikati na Oga mrefu, Borges pamoja na Chirkat. Hawa jamaa watatu walikuwa kikwazo sana kwa plan ya Uturuki ambao walikuwa na attack tena na striker mfupi kama wewe. Akachoglu alikuwa kila kipigwa cross na Yilmaz. Mimi anasimama na nani kabisa. Na wale futi 6 inchi 2 she. Akija hiyo hapa anakuwa mrefu. Naam. Wewe hujafika futi 6 inchi 2. Kwa cross ilikuwa inapigwa na Yilmaz. Wao walikuwa kwanza kucheza. Hiyo ilikuwa plan kwa sababu Yilmaz ndo alikuwa key player wa Uturuki kwenye kucross mipira kwenye box na ku create chance. Timu yake anacheza ame create chance na assist 11 na magoli 8, ni winga hatari. Sasa kwa sababu ana cross na zile passes zinaondolewa na mabeki wakati wa refu, kocha akaamua kumuingiza Yildiz, kwa sababu Yildiz anakuwa anapiga cross za chini na zenyewe zikazi zinachezwa na Bisai hapo. Msimamo wa kundi D, Uturuki hawana alama yoyote, Paraguay ni hivyo, wakati Australia pamoja na Marekani wenyewe alama 3 kibindoni. Kwa hiyo plan ya kudefend deep ilikuwa imefanya kazi kubwa. Kama sio juhudi zao, yale mashuti 30 yote yangeenda kwa timu, kwa sababu Uturuki wangekuwa na composure ya kufika. Lakini ile solid defense, unaweza ku-highlight individual performance ya wale 3 center backs, wote walikuwa na mechi nzuri. Then keeper alikuwa na wasave pale wanapozidiwa kwa uwezo wa kupigwa mbali. Sasa tukirudi kwenye group kama hili, United States of America tayari yeye yuko pale na Australia na alama 3. Australia kiendelea na hii approach aliyocheza leo kwa kuenda kucheza na Marekani au Paraguay, nafasi yake ya kuenda 32 bora anaweza kuipata kwenye mchezo wa pili tu kabla ya kusubiri wa tatu. Kwa sababu kama unaweza kudefend vile, ukampa opponent pressure ya kukosa utulivu, akawa na shoot, haipo kwenye mood, anashambulia na harass, wewe unamgusa kwenye matukio, unakuwa na advantage kubwa ya kucheza michezo ya knockout stage hata kama upo kwenye group stage. Kwa hiyo kwa kundi lao Marekani ameonekana na attacking force nzuri. Kafunga mabao 4 pamoja dhidi ya Paraguay, lakini Paraguay hawakuwa na solid defense kama ya Australia. So Australia akiweka hiyo defense ya leo, anaweza akatoka ile kundi unbeaten, mimi nakwambia.